Kwa majina naitwa Lucas Patson Makusa, ni mwenyekiti wa umoja wa madereva-bajaji na wamiliki jiji la Mbeya. Awali tuchukue nafasi sana ya kuwashukuru waandishi wa habari kwa kuweza kutumika katika ofisi yetu na kuja kuzungumza nasi sisi kama Watanzania, lakini pia nje na hilo sisi kama maafisa usafirishaji ambao kimsingi ni tumesimama kwa niaba ya madereva katika jiji letu la Mbeya. Awali tuchukue nafasi sana ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuzaliwa katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo tunaamini ni nchi iliyoasisiwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tangu mwaka 61 mpaka dakika hii. Na nchi yetu tumeishi kipindi hicho kwa amani, kwa utulivu, kwa umoja na mshikamano. Na sisi kama Watanzania ni wajibu wetu na ni rai yetu kuzidi kuitunza na kuidumisha amani ambayo kimsingi imeasisiwa na wazee wetu. Kwa hiyo kwa kutambua nafasi hiyo, sisi kama viongozi ambao kimsingi ni mawakilishi wa madereva katika maeneo mbalimbali, ni rai yetu kuzidi kuwakumbusha maafisa usafirishaji kuzidi kudumisha amani, umoja, upendo na mshikamano. Mwisho wa siku sasa, ili kila mmoja aweze kufurahia Utanzania wake. Leo hii tumeshuhudia kwa siku chache zilizopita ambapo kimsingi tunaamini itokea ni tukio la uchaguzi na tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Tulikuwa na tukio la uchaguzi wa kitaifa katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaamini katika tukio lile, katika jambo lile, hakuna ambaye kimsingi aliweza kupendezewa na hali ya machafuko katika nchi yetu. Hali kama ile sisi kama Tanzania hatuibariki, lakini pia tena kuibariki tunailaani, kwa sababu hali ile iliweza kuzorotesha maslahi pana wa Tanzania katika maeneo mbalimbali, katika masuala ya kiuchumi, kijamii na mambo mengine kaza wa kaza. Mambo kimsingi sasa, kwa kutumia nafasi ile, sisi kama Tanzania hatuwezi kukubali tena kuweza kurudi tulikotoka. Wajibu wetu na haki yetu ni kuzidi kudumisha amani, ili mwisho siku sasa tuweze kufikia katika hatima ya maisha yetu. Na nje na hapo tu, hatuwezi tukakubali kuingia katika misingi ya kimachafuko kwa kuchochewa na watu wachache au kwa kundi la watu wachache, ambapo baada ya machafuko hayo sisi kama Tanzania ndio tutakuwa hangaika na familia zetu, tutakuwa hangaika na ndugu zetu, ndio tutakuwa hangaika na kila mmoja mtu kimsingi yupo katika taifa letu. Lakini pia tuishie hapo. Taifa letu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limekuwa likipokea wageni kutoka mataifa mbalimbali, ambapo kimsingi wamekuwa wakipata machafuko katika maeneo yao. Kwa hiyo kwa cheti kile tayari ni ishara kwamba Tanzania yetu ina cheti namba 1 cha amani. Na ndio maana tunaweza kupokea jirani zetu kimsingi wameweza kupata machafuko katika eneo lao. Sasa utambua nafasi ile, kama Tanzania ni kimbilio la mataifa mengine, hatuwezi kukubali kuruhusu hali ya amani tulionayo tuweze kuitoa kwa namna yote, iwe kwa machafuko ya kisiasa, kwa machafuko ya njaa na zoruba mbalimbali yoyote. Badala yake sasa sisi kama Tanzania tutazungumza kwa lugha moja, kwa maelewano, kwa meza moja, kuhakikisha kwamba tunaweza kufikia malengo yetu kama ilivyoweza kukusudiwa. Na nje na hapo tu, nichukue nafasi sana ya kuzidi kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzidi kuchukua hatua stahiki kwa kila maeneo. Tumeshuhudia leo hii amani ikitoweka, ambao kimsingi ni mtu namba 1 kuweza kurudisha amani iliyopotea ni serikali. Tuipongeze sana kwa namna moja ama nyingine kwa jitihada ambazo kimsingi wamezifanya na waendelea kuzifanya, ambazo kimsingi tarehe hizo zitakwenda kuleta tumaini kwa Tanzania, zitakwenda kuleta amani kwa Tanzania. Na baadaye pia katika hayo yanayoendelea kimsingi, sisi kama Tanzania tuzidi kuiamini serikali yetu na tuzidi kuwa na subira kwa mambo ambayo kimsingi tunayaamini kwamba yanakwenda kufanywa kazi. Na badala yake sasa tujikite katika misingi ya kuiombea nchi yetu isiweze kuingia katika machafuko ya ndani. Tuzidi kuiombea nchi yetu isiweze kuwekezewa na mataifa mengine katika machafuko ya ndani. Tunaamini machafuko ya ndani yakitokea yanakuwa hayana msamaria mtume. Kila mmoja anaathirika, aliye nacho na asiye nacho. Sisi kama Tanzania tunazungumza kwa lugha moja na tutazungumza kwa maelewano ya lugha moja, ambapo kimsingi kupitia lugha hizo ndizo zinazoweza kutuunganisha sisi kama Watanzania. Kwa majina naitwa Musa Muliosi. Mimi ni mkazi wa jiji la Mbeya na ni kijana.
Kimsingi wote tunasikia kwamba tarehe 9 jamani, tarehe 9 jamani. Lakini lazima tujue kama vijana, tarehe 9 ni siku ambayo tunaambiwa. Tarehe 9 ni siku ambayo tunaambiwa kwamba tarehe 9. Sisi tunachofahamu kama wananchi na Watanzania, hii nchi ni ya kwetu. Nchi ni ya kwetu, hasa vijana. Lakini katika msingi huo pia tunataka tufahamu kwamba sisi mpaka tumekuwepo hapa ni kwa sababu ya amani iliyokuwepo. Tunafanya kazi kwa sababu ya amani. Ni wasihi waendesha bajaji wenzangu na wenzetu, majirani zangu wa bodaboda na watu wote ndani ya jiji la Mbeya, kazi ya jiji la Mbeya, hebu tupuuze haya mambo. Tupuuze haya mambo kwa misingi mikubwa mitatu. Msingi wa kwanza ambao mimi nashauri tupuuze, tusiige maisha ya watu. Leo hii mtu anayezungumza anatembelea G-Wagon, anaishi kwenye nyumba ya kiyoyozi, anatibiwa London huko, anatuhamasisha sisi ambao Mbeya hata tu maisha yetu tu ili tuishi lazima tutoke tukatafute tuweze kuishi. Kwa msingi wangu mimi na vijana wenzangu na watu wote ambao wana maslahi pana ya nchi hii, bwana, yaliyotokea hebu tujawe fundisho kwetu na tujue, na kama kuna makosa yamefanyika tuyaache, na makosa yameshafanyika, lakini Utanzania wetu ubaki kuwa Utanzania, kwa sababu hatuna Tanzania nyingine zaidi ya hii. Hilo kwanza tufahamu, hatuna nchi nyingine zaidi ya hii. Na nishauri vijana wenzangu hiyo tarehe 9, maana nimesikia tarehe 9 na hiyo 25 Disemba. Tutapita vilango kwenye mtandao, nimeona pia kuna mtu fulani anahamasisha pia tarehe 25. Nisingependa vijana wengi watumie huo muda kusikiliza, kwa sababu sisi kama waendesha bajaji na wenzangu wa bodaboda na jamii kwa ujumla tunaathirika kwa mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, siku hiyo ambapo kuna maandamano, kwanza ni siku ambayo kwanza tunaishi tukiwa na pressure na mashaka, na ni lazima tujifungie ndani. Kwa mtu yule mwenye mapenzi mema na taifa lako, ambao hutaki kuashiria jambo, lazima ujifungie ndani. Ya nini yote hiyo? Lakini jambo la pili, tunaathiri jamii, kwa maana tunaenda kuiweka Tanzania kuwa ni nchi sasa ya kila mmoja anaishi kwa tahadhari. Sisi wa Tanzania tunapendana, sisi wa Tanzania tunaheshimiana, sisi wa Tanzania tunasikilizana. Tukishaenda kwenye hali hii, uko kusikilizana, kuheshimiana kutaondoka. Na sasa hivi tumeshaanza. Kuna watu wanajaribu mwanya kutugombanisha kidini. Lakini sisi, kuna Mkristo ameoa kwa Muislamu, Muislamu ameoa kwa Mkristo. Kuna watu wameanza kutugombanisha kisiasa. Huyu wa Chadema anaishi na CCM, wanahudumiana, itikadi zao ziko tofauti, lakini wote wanaishi pamoja. Lakini wako watu wanataka kupandikiza sumu kwa kigezo tu uchaguzi, kwa kigezo tu mambo yaliyopo. Na niseme tu ndugu zangu, hasa Watanzania wenzangu na wana Mbeya, huu muda ambao tunauelekea, kwanza tunaenda kuathiri, tunaenda kwenye kilimo, tunaenda kwenye shughuli za kwenda kushughulika na watoto wetu, kupeleka shule, tunaenda kushughulika na sikukuu, sherehe za familia zetu na Wakristo, kuadhimisha siku ya Christmas na mwaka mpya. Iweje leo watu watutoe huko, tunapokuwa tunataka kufocus maisha yetu ya kawaida, tutoke huko twende kwenye kudiscuss kitu kinaitwa maandamano? Mimi kipekee inanisikitisha, inanishangaza, kwa sababu tumefika mbali sana. Kama imekwisha kutokea, imetokea. Falsafa iliyopo sasa, tulikotoka tuachane nako, tujipange sasa tunapotoka, tuelekee sasa kwenda kwenye kujenga nchi yetu. Mimi nashukuru sana kwa upande ambao mipango imekaa sawa. Nimeona kuna waziri wa vijana, lakini nimeona vile vile na serikali imejipanga. Niliposikiza ile bunge linahutubiwa, kila kijana akikaa kwa detention yake, nafikiri kuna kitu anakiona cha kufanya kuliko haya tunajadili maandamano. Kwa mimi niseme, na waomba sana Watanzania wenzangu popote mlipo, inawezekana leo tusione hiki tunachokiona.
Labda kesho uje ushuhudie mzazi wako anakufa pale kwa sababu tu ya ujinga wa watu wachache, na wewe ulitamani endelee kumuona mzazi wako, unaona anakufa kwa sababu tu ya vitu ambavyo havipo. Kwa hiyo niombe sana kwamba ndugu zangu tusifikie huko. Hali iliyopo sasa imetengamaa, mambo ni shwari, kazi zinaendelea. Hebu hii hali iendelee maisha yetu ya kila siku. Nimesikia kuna mchakato ya katiba, nimesikia kuna karibu. Kwa majina naitwa Frank Mashuya, ni kijana kutoka Mbeya. Kwa maisha ambayo tupo nayo sasa hivi vijana si sawa, hususani kufuatia na hizi heka au maneno mengi ya uvumi ambayo yanaendelea hasa huko mtandaoni kwamba sijui Disemba 9, yani nishoti ni vitu ambavyo si sawa, kwa sababu sisi ni vijana ambao tuna vitu vingi sana vya kufanya kwa sasa hivi, lakini pia hata hapo baadaye. Sasa linapofika swala kama hili la uvunjifu wa amani, hakika ikai sawa. Nikikumbuka hata hiyo Oktoba 29 kilichotokea, hakika nilihuzunika sana. Kwanza kuna mambo mengi ya kiuchumi ambayo yalisimama, yani vitu vingi shoti vilikuwa havijaenda. Kwa sisi kama vijana wa Mbeya, au mimi mmoja hapo kama kijana wa Mbeya, sitamani kabisa vitu kama hivi viweze kujirudia tena. Kwa ninawaasa vijana wangu, vijana wenzangu, popote ambapo nipata nafasi hii ya kuisikia hii voice ama kuiona hizi video, msiwe sehemu ya kuharibu amani yetu ya nchi. Taifa linatutegemea, familia zinatutegemea. Kiufupi, tuna kila sababu ya kuyakataa haya maandamano au uvumi ambao unavuma kufuatia hiyo Disemba 9. Asanteni kwa